kutoka kwa wakazi wa Lamu wakijumuika na PC yetu, viongozi wetu wa Bajuni Council of Elders na viongozi wote wa Lamu kuhusu kauli za kugawanya kihatari na zenye maelekezo ya kikabila za aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuhusu kaunti ya Lamu. Tunatoa tamko hili kwa masikitiko makubwa na kwa hisia za dharura kufuatia kauli za kushtua zisizo na msingi wa kikatiba na zenye mwelekeo wa wazi wa kikabila zilizotolewa na aliyekuwa naibu rais wa Jamhuri ya Kenya Bwana Rigathi Gachagua, akidai kwamba kaunti ya Lamu kaunti ya Lamu ni eneo la jamii fulani, ya kwamba kuna mkakati wa kisiasa wa kudhibiti nyadhifa zote kuu uongozini wa kaunti hiyo, zikiwemo ugavana, useneta, uwakilishi wa wanawake, ubunge wa Lamu Magharibi na idadi kubwa ya wawakilishi wa wodi. Kauli kama hizi ni hatari kwa mustakabali wa nchi, zinakiuka wazi misingi ya kikatiba ya Kenya na zinadhalilisha hadhi ya uongozi wa kitaifa. Hakuna kaunti, eneo au mamlaka ya kisiasa inayomilikiwa na jamii yoyote. Haki ya kuchagua na kuchaguliwa ni haki ya kila Mkenya bila kujali kabila. Kaunti ya Lamu ina historia ndefu ya kuishi pamoja kwa amani, uvumilivu na kuheshimiana kati ya jamii zote za asili ya Wakenya wengine waliokuja kuishi humo kwa miongo kadhaa. Jamii za asili za Lamu zilifungua milango yao kwa nia njema, zikakubali wageni kama majirani na ndugu, wakijenga mshikamano wa kijamii, kiuchumi na kiutamaduni. Ni jambo la kusikitisha na la kukera kuona ukarimu huo sasa ukigeuzwa kuwa msingi wa madai ya kisiasa ya kikabila na dhana ya kutawala wengine. Kauli za Bwana Gachagua zinahatarisha amani na utulivu wa Lamu kaunti ambayo tayari imeathirika kwa changamoto za kiusalama, maendeleo duni na hisia za muda mrefu za kutengwa. Kauli zinazogawanya jamii, hasa zilipotolewa na kiongozi wa kitaifa na aliyekuwa kushika wadhifa wa juu serikalini, zimeweza kuchochea hofu, kutoaminiana na migawanyiko isiyohitajika miongoni mwa wakazi wa Lamu. Ni muhimu kumkumbusha Gachagua kwamba uongozi si haki ya kurithi wala zawadi ya kikabila. Uongozi ni dhamana inayotolewa na wananchi kwa misingi ya uwezo, maadili na maono na huduma. Siasa za kuhesabu kura kwa misingi ya ukabila na kutangaza mipango ya kudhibiti maeneo fulani ni dalili ya siasa zilizopitwa na wakati na zisizo nafasi katika Kenya leo. Kauli za Gachagua zinakaribia uchochezi wa kikabila, jambo ambalo linakatazwa na katiba na sheria za nchi. Viongozi wote, hasa waliowahi kupewa dhamana ya uongozi wa taifa, wana wajibu wa kimaadili na kisheria wa kulinda umoja wa kitaifa, si kuubomoa kwa maneno yasiyo na tahadhari. Uhuru wa kujieleza haujumuishi haki ya kugawanya wananchi au kuhalalisha ubaguzi wa kisiasa. Tunamtaka Bwana Gachagua aondoe mara moja kauli zake, aombe radhi bila masharti wananchi wa kaunti wa Lamu na Wakenya wote, na ajitokeze wazi kukemea siasa za ukabila kama yeye ni kweli ni kiongozi wa Kenya. Kukaa kimya na kuhalalisha kauli hizi ni sawa na kuzihalalisha na kuzidi kutahadharisha mishikamano ya kitaifa. Kwa wananchi wa Lamu, tunawahimiza muendelee kushikamana, kuheshimiana na kukataa jaribio lolote la kuwagawa kwa misingi ya kikabila. Amani, mshikamano na heshima kwa kila jamii ni lazima ilindwe kwa gharama yoyote. Kenya ni ya Wakenya wote, Lamu ni ya wakazi wote wa Lamu bila ubaguzi. Hatutakubali na hatutaruhusu siasa za kikabila kuchukua nafasi ya umoja wa kitaifa. Imetosha. Maswali.
mazungumzo ya Mheshimiwa Shakila mmeyasikia.